Je, umewahi kumwambia kila mtu kuhusu kitu kikubwa ulichotaka kufanya? Je, uligundua nini kilitokea baadaye? Wakati mwingine tunapozungumza sana kuhusu ndoto zetu, zinakuwa ngumu zaidi kufikiwa. Leo nitakusimulia kuhusu simulizi ya kijana mmoja iliyobadilisha mtazamo wa watu wengi. Lakini kabla hatujaanza, naomba usubscribe na kulike video hii tafadhali. Hakikisha unabaki mpaka mwisho, kwani kuna kitu utajifunza. Hapo zamani, katika kijiji kidogo, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Simon. Alikuwa na ndoto kubwa. Kila wiki alianza kitu kipya. Siku moja alitaka kufungua duka. Wiki iliyofuata alipanga kujifunza ufinyanzi. Kisha akaamua kujenga nyumba. Lakini Simon alikuwa na tabia ya ajabu. Kabla hajaanza chochote, aliwaambia kila mtu kijijini kuhusu mipango yake. Alitembea sokoni na kupiga kelele, "Nitafungua duka kubwa kuliko yote katika kijiji hiki." Watu walipiga makofi, walitabasamu na kusema maneno mazuri. Simon alihisi fahari. Alijiona wa muhimu. Usiku ule alilala vizuri. Lakini asubuhi iliyofuata, wakati wa kuanza kufanya kazi ulipofika, alihisi kuchoka. Nguvu ilikuwa imepotea. Siku zilipita na hakuwahi kufungua duka lile. Simon akaamua kujifunza ufinyanzi tena. Akakusanya watu katika uwanja wa kijiji. Alizungumza kwa sauti kuhusu ndoto yake mpya. "Nitafanya vyungu vizuri zaidi. Kila mtu atanunua kutoka kwangu." Watu walimsifu. Simon alihisi vizuri sana. Lakini tena, baada ya siku chache, akapoteza hamu. Hakuwahi kugusa udongo wa mfinyanzi. Mtindo huu uliendelea kwa miaka. Simon alitangaza kila ndoto. Maisha yake hayakubadilika. Alihisi aibu. Hakuelewa kwa nini kila wakati alishindwa. Jioni moja, Simon alikaa peke yake karibu na kisima cha zamani. Mzee mmoja wa kijijini alimkaribia. Mtu huyo alikuwa mnyamavu na mnyenyekevu. Alikaa kando ya Simon na kuuliza kwa upole, "Mwanangu, kwa nini unaonekana mwenye taabu?" Simon akaugua. "Nina ndoto nyingi sana, lakini huwa simalizi chochote. Sijui nini kibaya kwangu." Yule mzee akaitika kwa kichwa polepole, "Niambie, unafanya nini unapokuwa na wazo jipya?" Simon akajibu haraka, "Namwambia kila mtu, nataka wajue nitakachofanya, nataka wajivunie mimi." Mzee alitabasamu kwa upole, "Njoo nami kesho asubuhi. Nataka nikuonyeshe kitu." Kesho yake, Simon alikutana na yule mzee kwenye bustani yake ndogo. Mzee alishika mbegu mbili mkononi mwake. Alimpa Simon mbegu moja. "Panda mbegu hii ardhini," alisema. Simon akachimba shimo dogo na kuweka mbegu ndani. Akaifunika kwa udongo. Kisha mzee akachukua mbegu ya pili, lakini badala ya kuipanda, aliishika juu kabisa. Akawaita watoto waliokuwa wakicheza karibu. "Tazameni kila mtu. Nina mbegu. Karibuni, itakuwa mti mzuri." Mzee akaweka mbegu ile juu ya jiwe na kuiacha hapo. Siku zilipita. Mzee alimwagia maji mbegu iliyokuwa imezikwa kwenye udongo. Hakusema chochote kuihusu. Polepole, chipukizi dogo la kijani lilitokea. Wiki baada ya wiki likakua. Wakati huo huo, mbegu iliyokuwa juu ya jiwe ilibaki vile vile. Ilikauka kwa jua na ndege wakachukua vipande vyake. Haikuwahi kukua. Yule mzee akasema kwa upole, "Simon, mbegu inahitaji ukimya ili ikue. Inahitaji giza. Inahitaji kubaki imefichwa chini ya ardhi. Ukiifunua wazi na kuizungumzia, inakauka, inachukuliwa, haiwi mti kamwe."
Kitu fulani kilibadilika ndani ya Simon. Mzee akaendelea, unaposhirikisha ndoto zako mapema mno, unajihisi fahari, kama vile tayari umeshafanya kazi. Sifa za watu zinakupa starehe. Akili yako inadhani lengo tayari limefikiwa. Hivyo moyo wako unapoteza moto wa kuendelea. Nguvu unayohitaji kwa ajili ya vitendo inapotea kwenye maneno. Simon alirudi nyumbani na kufanya maamuzi. Angejaribu kitu kipya, lakini safari hii hangemwambia mtu yeyote. Alichagua lengo moja rahisi: kutengeneza kiti cha mbao. Hakukusanya watu, alianza tu. Kila jioni alifanya kazi kwenye kona tulivu. Kwa sababu hakuna aliyejua, hakuna aliyemuuliza maswali. Hakuwa na shinikizo. Siku zikawa wiki. Kiti kilianza kuonekana. Simon alifanya makosa, akayarekebisha. Kiti kikawa imara na laini. Alipomaliza, Simon alikalia kiti kile. Alihisi kitu ambacho hakuwahi kuhisi kabla. Fahari ya kweli. Si fahari inayotokana na maneno, bali fahari inayotokana na kufanya. Miaka ilipita. Simon akajulikana kama fundi stadi. Lakini hakuwahi kutangaza mipango yake. Alionyesha kazi yake tu ilipokwisha. Watu walimheshimu zaidi kwa sababu matendo yake yalizungumza kwa sauti kuliko maneno yake. Unapozungumza kuhusu mipango yako, unatoa nguvu zako. Dunia haihitaji kujua unachojenga. Inahitaji tu kuona ulichojenga. Utakapohisi hamu ya kumwambia kila mtu kuhusu wazo lako kubwa, tulia, baki kimya, acha mbegu ikue gizani. Mti utakapokuwa imara, kila mtu atauona bila wewe kusema neno moja. Kama kuna kitu umejifunza, naomba usisahau kusubscribe na kulike video hii ili iwafikie wengi na wajifunze pia. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.